Majira ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira Afrika Mashariki. Hii ni Amka na Baraka1 TV tarehe 21 za mwezi wa 7 2026, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni mtasari wenyewe wa habari za moto. Kivu ya Kusini, RDF M23 waliotoka Goma waonekana ndani ya jiji la Bukavu. Ituri, takwimu ya Ebola yazidi kupanda huku shida ya Kongomani ni Umoja wa Ulaya. Kinshasa, wapinzani wakubali kuachana na maandamano na kuungana na serikali. Huko nasikiza Amka na Baraka1 TV kupitia Mutula FM kutoka huko maeneo ya Shabunda, na vile usikose kushiriki na sisi katika Operation Saidia Muzalendo, na hata pia kuendelea kufuatilia Mwangaza TV ambako utakutanana na baadhi ya matukio yote ambayo kunazidi kurindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuanze na taarifa hizi za habari kutoka Baraka1 TV huko jimboni Kivu ya Kusini, ambako M23 na RDF waliotoka Goma waonekana jimboni Kivu ya Kusini ndani ya jiji la Bukavu. Wakati watu wakishuhudia kuona kuondoka kwa magaidi wa M23 wa RDF ndani ya jiji la Goma na maeneo mbalimbali huko jimboni Kivu ya Kaskazini. Kwa mfano, siku ya Jumamosi kuamkia Jumapili, gari zisizopungua 15 zilionekana zikiwabeba magaidi wa M23 na kuvuka kuelekea Rwanda kupitia mpaka wa Borne 13, na ikiwa ni pembezoni kabisa mwa uwanja wa ndege wa jiji la Goma, na baadaye usiku kuweza kurudi kupitia bandari ya Akonkwa na pia Emmanuel ndani ya jiji la Bukavu usiku huo wa siku ya Jumamosi kuamkia Jumapili. Waliweza kuingia ndani ya jiji la Bukavu asubuhi ya Jumapili, hivyo wakipelekwa moja kwa moja kwenye ofisi na husika na upelelezi wa magaidi wa M23 na kuvalishwa nguo za kiraia, na wengine kuweza kupanda milima ya nyanja ya juu pamoja na nyanja ya chini kwa ajili ya kuelekea kuongeza nguvu zao huko Minembwe, ambako kwa sasa kunaonekana ndiko kumewekwa ngome nzito ya magaidi hao wa M23. Kwa sasa Minembwe kumehifadhiwa silaha nyingi za M23, na wote wanaopanda huko wanapanda wakiwa na nguo za kiraia kwa matumaini ya kwamba watakutanana na silaha ambazo zimewekwa huko maeneo ya Minembwe. Kulingana na taratibu zilizotolewa na vyombo vyetu vya upelelezi, lengo ni magaidi wa M23 kuachana na Uvira pamoja na Baraka na kukimbilia maeneo ya jimbo la Manyema na hata pia jimbo la Tanganyika ndani ya jiji la Kalemi. Kutokana na mikakati inayofanywa na magaidi wa M23, vyombo vya ulinzi na usalama vya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo wana kila taarifa na kila mienendo yote inayofanywa na magaidi wa M23 RDF inakuwa tayari imekwisha kujulikana. Kwa upande wa Marekani, yaliyofanyika kwa Nicolas Maduro nchini Venezuela yanaweza pia kujitokeza ndani ya bara la Afrika. Marekani yachukua hatua kubwa kwa upande wa Paul Kagame baada ya kushindwa kuondoa vikosi vyake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Utafahamu kwamba rais wa Rwanda Paul Kagame alizungumza hadharani na kuonyesha nia yake ya kutokuwa tayari kukubaliana na shinikizo la Marekani na kuweza kuondoa vikosi vyake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku akizungumza kwamba kuimaliza M23 ni sawasawa na kuimaliza Rwanda. Kutokana na kauli hizo, serikali ya Marekani iko tayari kuchukua hatua kubwa na za muhimu kwa ajili ya utawala
wa Bwana Paul Kagame. Je, huu ndio utakuwa mwisho sasa wa utawala wa rais wa Rwanda Bwana Paul Kagame? Tunakamata leo tuko na president conseil, tuko na president leo conseil de sécurité ya Nations Unies ya ONU. Ndio tuko na president. Matokeo na mafanikisha kuwa nini? C'est la distraction. Muache kutubeba vile papa mtangazaji. Tukue clair. Balicheza Mexique hii kabumbu. Sudan balicheza hii kabumbu. Peple yenyeko Bukavu, yenyeko Nord Kivu. Itakia kuwe na regea. Biko na njusi bandana regezana. Muna regea, ijapokuwa mateso, masumbuko. Njo kwenda na bazoesha bale batu yabo vile. Sasa watu watakiona basi banachoka, mauaji napita, ubakaji napita, mataksi banaza walipishe napita. Wanasaba tushavizwa banaikala na wale watu vile banachukia sa gouvernement spimete na kuwafika ako na watu abatatika tena kukufa juu ya nini? Banaona maisha kufa, banachoka. Hao watu babawe tena bale maisha bakenje wanawakia watu wao ya ku maesclave. Tuishi basi na shit tuko maesclave tu vile tu tulikosa mkombozi. Njo play biko banenda. Njo play B yabo yelisha kuwa nguvu kushinda play C. Play B shinde kisha sitafanya. Ye papa mtangazaji. Play B ishinde, play A inashinda, play B inashinda, play C tuko mwayo. Isitafanya. Kumbe she turuje mu play A, tukamate shipike tujikamate en charge, tusichunge. Akuya kwa guerre populaire. Ye inashindwaka na rebellion, ubi inashindwaka na serikali. Sai population Nord Kivu, Uvira sasa tulitoka kusema ikishimama yote ba mama, banafunzi, batoto wanavaisha uniforme. Ile mwezi wa 8 ile mwezi wa 9 banafunzi wanakuwa kama kwenda kwa masomo bote. Bebiko Nord Kivu yuko Sud Kivu. Baingia mbalabala bote wanakera babeba na bamama bikwembe banabala nini babifua wazi. Uvira yote mwangiki. Luvunge yote mwangiki. Ile plane yote mwangiki. Kutoka na Baraka bengine ilikuwa toka Uvira, bengine ilikuwa toka Baraka, bengine Fizi, biko na kia na Panda. Bengine ilikuwa toka Nord Kivu, nao biko na kia na Samaraba, Masisi ba wapi. Na masuteze ziko Kinshasa nao banatoka inji. Dunia mzima itashimama, ndio itakuwa ni masakre ya kafu na itakuwa obligé tu vite taisha usiku hii moja. Lakini tutasikia wengine wanasema unaweza shimama kwa biko na bunduki. Hapana. Afrique du Sud avait pas indépendance. Ukifuata ile film yabo ile ya Sarafu. Angalia Barabu. Bala jiliberaka. Mimi nilisema kwa habari mwanzo vita ingana chamuka na tafika mu niveau za Goma. Nikaambia jeunesse hivi mungali tunapata wakati. Mchomoke, mjikomboe, hivi vita singwe nafika mule ndani, mutaishi. Papa. Ni kuna kwa mmoja alimjibia hapa kanaambia hakuna manafanyaka fasi na nina wabunduki. Na wala yasirika, wala bayakuya mama yako, bayakuya dada yako, muloko yako. Naona tusavile hauko tena mtu maisha. Itabidi tuingie. Leo sasa bale banyaba kukamataka silaha na wenye biko na silaha, niambie sasa balifanya nini? Baliua bangapi na bakuwa na silaha? Lakini mungitoka tunatoka mmoja wala mbawili, papa watabaki na salama na amani. Tusingoe kusema papa mtangazaji huyu tuchunge, tuangalie una imani na tumaini. Hakuna tumaini kwa hiyo wakati tuko tutunda mwayo. Ni majeza ping pong. Uniambie depuis balianza ma sanction. Papa, usione imbo napanda kwa papa wazee pinyo lipanda. Depuis balianza ma sanction. Uniambie depuis mwezi wangapi? Niambie quelle sanction isha tikisa Rwanda. Niambie tuko tunasema tuishaanza na matokeo. Kile matokeo. Niambie kwa tusha récupérer hata kwa depuis kwa basema mwele yote ma sanction basha jiregeza tunakamata tulisha récupérer quelque part tu récupérer Minembwe, hivi tulisha récupérer Kamanyola, tusha récupérer Nyangezi basi, tusha récupérer Walungu, Kaziba, tunakuwa na ile espoir juu tuko na dalili. Hakuna. Ilivyo tu vile. No contraire hapo ndipo na tuinfiltrer tena. Hii bana tuikalia kimya, silence bana tuikalia. Biko mapla, biko nafanya ile infiltration sasa. Jua bapiganaki, biko bajanja moya, biko ba strategie moya ya nguvu. Biko na batu yabo ba strategie baliuzaka bazungu wa kuwafanyia mapla zote. Beto wa politisi wanaikalia Luyenge, wanaikalia masoko ya Dendo kule Kinshasa, wanaikalia ma business wakati banaona byabo Luyenge mashampanye manini me banasahabu kama biko na kunya champagne ziko kupata usingizi, lakini bachunge bafike amo mapuo hapata sababu kitu. Njoo kwa ile inalamusha zamiri za Wakongomani.
Kwa upande mwingine, maeneo ya Mubambiro, ghala lenye silaha nzito ya magaidi wa M23 limeweza kuwaka moto mpaka sasa hivi. Maeneo hayo ya Mubambiro ambako kunazungukwa na wazalendo bado haijajulikana haswa chanzo cha kuwaka moto kwa ghala hilo la magaidi wa M23 kimetokana na tatizo gani. Na tarafani Masisi jimboni Kivu ya Kaskazini bado hali ni tete kwa magaidi wa M23. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia FARDC na wazalendo bado wanaendelea kuwasha moto pembezoni mwa Rubaya, lengo likiwa ni kuchukua tena upya hayo maeneo ambayo yalikuwa mikononi mwa wazalendo, baadaye kurudi nyuma na kuingia mikononi mwa magaidi wa M23, huku pia wazalendo na FARDC wakiendelea kukiwasha kwa ajili ya kuchukua hayo maeneo na kuingia ndani ya kitongoji cha Rubaya. Na bazalendo Victoria Masisi, maeneo ya Ngungu, Kasake, bazalendo wa Machano bado wanazidi kuwasha moto na kufukuza baadhi ya vitu, maanake wakati wote shika ya Ngungu inaweza anguka mikono ya bazalendo, lakini kile kitu yanaendelea, bazalendo wanazidi kuilia wapapatie api kutoka kwa FARDC. Unajua kunakuwa na shida sometimes wakipigana wanakamata mijini ama village tunataka kuzirekipere na bazalendo wanajiretire bila kukosa api. Sasa hivi wanawasha tena moto kwa mara nyingine, biko napenda warekipere sipe ya Ngungu. Tutajua kama Masisi baada ya M23 ama jeshi ya Rwanda inaiproteje sana, wanaanza wasoda mingi sana Masisi juu ya kuproteje makariere ingine kwa nakuwa na exploiter ma minere. Donc ile maeneo ya Ngungu pia kuna makariere ndio wana exploiter kama minere Ubaya, kuna ma minere ikilishe français bako kule biko nakuwa nasaidia baada ya M23 ili kuproteje kariere ya Rubaya isiende, donc isichukuliwe na bazalendo. Mema interesa bazalendo bado wakindale na pigana vita basambaratisha vibaya baada ya M23 manitere la fonye biko na leta mepo kwa bazalendo bana bafundisha adabu Victoria ya Masisi. La foro nyingi bado ndio inatoka Rwanda inaenda kotea Masisi. Mema legresa bazalendo na wakindale masimama chaque fois kuna kwa pesa kwa 200 ou 100 500 hawa watakarudia wataka kugasa masa joba mingi iko na malizika tu kule mambiskade zenye bazalendo kuna kwa baingiza utasikia 150 80 inalala kile kiongozi wao kuna lalamika alishakuwa mchubero kwa Kigali mais basoda yao bana malizikia este ya Congo. C'est pourquoi muna publication yenyewe napita kwa kuonesha disi biko naanza kufanya marekrutema kutoka Somalia, Kenya, kule kote wanatosha basoda ndio banakuya kubasaidia. Donc bazalendo wanaendelea kuwasha moto mkitoria ya Masisi, wakati wote wazalendo wa Machano wanaanza kurekipere site ya Ngungu. Donc nakumbuka siku zinapita balikamata Kasake na pale Kasake mpaka sasa hivi kingali mikono ya bazalendo. Sasa unaona video moja iko na circule na wazo unajishi au baraje for baada ya taarifa hizo kutoka Kivu ya Kaskazini na Kivu ya Kusini, tuingie mkoani Ituri ambako takwimu ya Ebola yazidi kuongezeka. Kwa sasa mpaka leo tarehe 21 waanga wengine 9 wameweza kubainika na kuingia katika orodha ya hile ambayo inaitwa takwimu ya kufikisha watu 238 kulingana na uratibu wa mkoa. Umeweza kutoa kwa asilimia yake ya 17 kwamba ugonjwa wa Ebola umeweza kufikia hatua kubwa huko jimboni Kivu ya Kaskazini. Imesemekana hivyo kupitia daraja lilochapishwa la ugonjwa wa Ebola tarehe 19 za mwezi wa 7 2026 na kutangazwa jana tarehe 20. Watu wengine 9 wameweza kubainika na ugonjwa wa Ebola na mtu mmoja kuweza kufariki. Kutokana na ripoti hiyo inasema ya kwamba watu hao wameweza kuandikwa maeneo ya Katwe ikiwa ni watu 6 na Butembo mtu mmoja aliyefariki.
Musinene mtu mmoja, Uicha mtu mmoja, na hivyo kuweza kubainisha ya kwamba jumla ni watu 238, huku pia kukiingia kesi nyingine 2 ambazo zinaweza kujitokeza muda wote. Tokea mwanzo wa ugonjwa wa Ebola, watu 153 ndio wamesemekana kuwa wameweza kupoteza maisha, huku kiwango cha ugonjwa huo ukizidi kupanda kufikia 64.3. Kiujumla, viongozi wanawataka wananchi kuweza kuwa makini na kuendelea kutumia taratibu za kiafya. Watu 39 ndio wameweza kuwa wamepata uponyaji na wengine 39 wameonekana kuendelea kufuatilia matibabu, na watu 7 wameonekana kutoroka na kupotelea pasipojulikana. Kiujumla watu 11 na ndani ya watu 44 katika vituo vya afya 66, huku jumla ikiwa ni vituo 684 ambavyo vimeweza kupatwa na ugonjwa huo. Kwa ujumla wote 3044 ndio wameweza kuonekana kupatwa na ugonjwa. 2202 wanaendelea kupata matibabu mpaka sasa. 72% ndiyo idadi ya watu wote ambao wameweza kuathirika na ugonjwa huo. Hii ni takwimu kutoka jimboni Kivu ya Kaskazini na wala sio jimboni Ituri. Tukibaki ndani ya mkoa wa Ituri na Kivu ya Kaskazini, magumu tunayopitia wakongomani yanatokana na Umoja wa Ulaya. Baada ya takwimu na tathmini mbalimbali kutokana na hali ambayo inazidi kuendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watu wamekuwa wakidanganya kupitia mitandao ya kijamii, huku lawama zikiangukia kwa rais wa nchi Bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuwa tayari amekwisha kuuza nchi huku akishirikiana na magaidi wa M23. Je, hili swala lina ukweli gani? Ripoti hii kutoka jimboni Kivu ya Kaskazini pamoja na Ituri. Bandugu muko Beni, bandugu muko Isiro, bandugu muko Bukavu, muko Goma, muko Nord Kivu, Sud Kivu yote, Manyema yenyewe nitaruhusiwa na adui bebiko Uvira, benye biko Baraka, benye biko Minembwe. Tunabalomba mutulie. Sio tuko tunapiganisha. Tutalomba kimya ingie kwetu. Basi badanganya sema juu ya balkanization. Ase Felix Tshisekedi ndio mwenye analeta balkanization. Raporo mwe ilitoka, kuko raporo yenye ilitoka kuna Nations Unies. Enye inasema juu ya objet ya vita, mission ya hii vita. Hii vita ilitaka juu ya balkanization kwanza leo. Juu ya balkanization, hii vita ilitaka juu tubebe kiwanja, juu bebe mineral, juu bebe mali yetu. Ndio maana hii vita ilikuwa. Hii vita ilikuwa, tupende tubakie kumudongo wetu, wanapenda tukue mbali. Basi pia kubadanganya hapa. Mwache twende hii nchi, twende tuendelee mbele. Tutafute amani, vita ishe kulimoe. Union Européenne iko na soutenir Rwanda, ina soutenir adui, ina soutenir Juba fanya mambo vita endelee mu Kongo. Etats-Unis litusaidia, ile Etats-Unis inatusaidia, iko na tusaidia, mais Union Européenne ndio saa hii kama tuko na magumu vita yaisha, ni juu ya Union Européenne. Tunabalomba tukue umoja. Basi kwa kubagabula kule, President Felix Tshisekedi ashagombana yake yote, juu tupate amani. Meiko na matrahison interne, juu amani irudie kule kwetu. Juu vite situmalize shie bote. Anapiganisha juu amani irudie. Tumuunge mkono. Mkubwa wa nchi, tumuunge mkono. Tuunge arme yetu mkono. Tuunge wazalendo mkono. Tupate amani kwetu. Turudie kuma nyumba yetu. Turudie kuma shamba zetu. Turudie bulongo wetu na mali yetu. Tuishi savile bakongole bengine. Savile batu bengine bote. Tunabalomba ile umoja. Tusigabulane. Basi kubananganya baseme adui ndio mwenye anapenjwa hapendi balkanization. Asema gouvernement ndio anapinga balkanization. Gouvernement ainge kwa napiganisha, ainge kwa na resiste adui. Kama hivi vita ishakafika mbali. Hatupendi Mkenya kwa tutawala. Tulipokeaka bageni kwetu na amani. Leo tunakuwa tunalipa juu kupokea bageni. Ile 3 milioni Rwanda balikiaka kwetu mu vita ya 94. Tunabapokea kwetu. Leo inakuwa mchoko.
Tunaomba kabisa Mungu atusaidie. Tunawapatia tena pole. Pole sana bandugu yangu. Pole mnateseka sana. Pole kwa jina ya basheni lidere yetu. Pole tunawapatia pole sana, Mungu awasaidie. Na sio tuendelea tunabonga mkono, ndio tunaweza fanya tutaifanya. Huko nazidi kusikiliza matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni ndugu yako Baba la Baba, the one and only town DJP. Matangazo yetu tunafuata kutoka Australia, Canada, USA, Europe, Central pamoja na East Africa na wale wote ambao kwa maeneo ya Afrika ya Kusini. Jide Kizenga Tembele, King Sele, Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedonebu, Toto Biolo Kilamba Mao, mzee wa state ya Maine, Dafeza Daletesha, Da Asha, Da Alene Kisi Kandeke, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Ramake Afrika Kusini, Mohamed Papire Jabu kutoka Afrika Kusini, wote wakiwa bado kunasikiliza matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV. Baada ya taarifa hizo, tuingie jijini Kinshasa ambako wapinzani wakubali kuachana na maandamano. Baada ya mkutano ulioitishwa na rais wa nchi na kukutanana na wazee wa makanzu pamoja na wazee wa koti, na kisha wazee wa koti na makanzu kuwaitisha wapinzani na kukaa kwenye meza moja ya majadiliano, hatimaye wapinzani wamekuja na kauli moja na kuahirisha maandamano yao, huku wakitoa mpaka tarehe 15 za mwezi wa 8. Serikali iwe tayari imekwisha kutoa mlolongo wa masharti na namna jinsi mazungumzo yatakavyofanyika. Tofauti na hapo, wataamka tena kuingia barabarani kwa ajili ya kuendeleza harakati zao. De la Constitution de la République démocratique du Congo, conformément aux articles 70 et 220 de la Constitution. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats à la tête de l'État. Le respect de la Constitution demeure la condition indispensable de la paix, de la stabilité, de l'unité nationale et de l'alternance démocratique. La C64 a noté qu'à l'issue de l'audience accordée aux responsables de la CENCO et de l'ECC, la présidence de la République a annoncé que le président Félix Antoine Tshisekedi entendait organiser un dialogue inclusif, apaisé, résolument républicain, dans le respect des institutions et de la Constitution. La coalition C64 prend acte de cette déclaration et demande que le dialogue national inclusif soit officiellement convoqué dans les délais les plus brefs pour permettre à la nation d'aborder dans un esprit de responsabilité et de vérité les causes profondes de la crise qui traverse notre pays. L'agression extérieure et l'insécurité persistante dans l'Est de la République, la crise de gouvernance, les difficultés économiques et sociales, ainsi que les réformes nécessaires à la réunification du territoire national, la consolidation de la paix et de la démocratie dans le strict respect de la Constitution. La C64 rappelle que le dialogue ne saurait constituer un instrument destiné à remettre en cause les principes fondamentaux de la Constitution. Il doit au contraire contribuer à restaurer la confiance entre les institutions et les citoyens, à renforcer l'unité et la cohésion nationale, à créer les conditions d'une paix durable ainsi que d'une confiance et de décrispation pour assurer toutes les parties prenantes de la participation au dialogue. Répondant à l'appel lancé par la CENCO et l'ECC, respectivement représentés par son éminence Fridolin, cardinal Ambongo et le révérend président André Bokundoa, invitant ce samedi 18 juillet 2026, la C64 a donné une véritable chance au dialogue. À la suite des réunions de la conférence des présidents du samedi 18 et du lundi 20 juillet, la coalition C64 a décidé, dans l'intérêt supérieur de la nation et fidèle à son engagement constant en faveur
d'une résolution pacifique de la crise, de reporter la marche pacifique initialement prévue le 22 juillet 2026. Cette décision constitue un geste de responsabilité. Elle traduit la volonté de la coalition d'épuiser toutes les voies du dialogue. Msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Patrick Muya yaasisitiza kuhusu masharti ya mixage pamoja na abrassage. Nazotangela yo chapitre 2. Chapitre 2 na accord de paix. Na papa. Oh tobengi Rwanda. Entre RDC et Rwanda. Tolobi boy. Intégration conditionnelle dans les forces de sécurité. Toute réintégration éventuelle des combattants dans les forces armées de la RDC et la police s'effectue de manière rigoureuse, individualisée et conditionnelle, au cas par cas, sur base des critères clairs y comprenant l'aptitude physique et morale, en particulier le respect et l'absence de violation grave du droit international humanitaire et la loyauté envers les telles institutions. Pour moi, il y a créé blocage, topé et to consacrer qu'à faiblesse, ya mapinga na biso. Ils appellent à tondimaka makambo à l'époque, président Tshisekedi Nyanga n'ezalaka na été, to sala brassage topé mixage. To zwa kaka ba troupe wana ya ba force rebelle à l'époque, doebi doya to sala sangana. Il faut qu'on purge dans nos armées, il y a ça veut dire qu'il faut qu'on purge parce que moni mama armée zaneti nzoto. Ezana âme, ezana corps, ezana esprit. Ceux qui bozana batu oyo, bazana kati ya mapinga, mais batu wana motema na bango za libande osamane. Yango awa na biso eza accord signé na papa Rwanda tolobi loyauté envers l'État. Tolobi peut individualiser. Ça veut dire que ndenge alaka bozu masi ya batu ka bo kotisi bango na mapinga et ozali sous bongote parce que to kotisa les vers dans les fruits. Kumesikika milio ya risasi ndani ya jiji la Kinshasa katika mlango wa kuingilia kwenye ofisi za ikulu. Ni kutokana na baadhi ya wafungwa waliojaribu kukimbia kutoka kwenye lockup ya kijeshi ndani ya kitongoji cha Ngaliema jijini Kinshasa, na hivyo kuweza kudhibitiwa na walinzi wa Garde Republicaine JR ambao wanalinda maeneo ya mlango wa kuingia katika eneo la ikulu la Cité de Loya ndani ya jiji la Kinshasa. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka1 TV. Mingine tukutanane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Kikubwa ni kuendelea kushare, kusubscribe pamoja na kulike Baraka1 TV.